Tuelekee Mombasa sasa ambako seneta wa Mombasa Mohamed Faki ameitaka serikali kuu kuipa kaunti ya Mombasa kipaumbele cha kwanza katika mgao wa shilingi bilioni 2 zilizotengwa kwa ajili ya kununua ardhi kutoka kwa wamiliki wa ardhi wasiokuwepo ili kuwahamisha watu wasio na ardhi. Anasema fedha hizo zinapaswa kutumika kushughulikia dhulma za ardhi zilizodumu kwa muda mrefu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa seneta Faki ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya seneti kuhusu ardhi na mazingira, kiasi kilichotengwa kwa mwaka wa kifedha wa 2025-26 hakitoshi kushughulikia matatizo makubwa ya umiliki wa ardhi katika ukanda wa Pwani. Alizitaka serikali kuzingatia uwezekano wa kuongeza mgao huo ili kusaidia kutatua changamoto hizo kwa ufanisi. Na ripoti ilikuwa na mapendekezo manne kwa ufupi. Kwanza ni kwa National Commission, kwa sababu ndio yenye jukumu la kuamua masuala ya dhulma za kihistoria za ardhi, waharakishe ripoti yao, na nimeambiwa kwamba ripoti ya National Commission pia ishatolewa, kwa hivyo zinaoana. Kwa hivyo National Commission wamesema kwamba hakuna masuala ya eviction katika Mombasa. Shaona, hakuna masuala ya eviction mpaka wao serikali itakaponunua ardhi hizi. Jambo la pili ni kwamba serikali ya county na serikali ya kitaifa waweze kununua hizi ardhi, watoe pesa za kununua hizi ardhi. Shaona, ili waweze kuwapa makao ama kusawazisha makao ya hawa wananchi, sababu najua hata mpaka katika sheria za United Nations kuvuruga makao ni moja katika zile ambazo tunaweza kusema ni dhuluma za kijamii na ukosefu wa haki za binadamu. Shaona, kwa hivyo serikali imeambiwa inunue ardhi hizi, alafu izigawanye na wale ambao wamekaa pale